Kulingana na ratiba ya ligi kuu ya NBC leo Aprili 10, 2025, wananchi Yanga watakaribishwa viunga vya Chamazi, Dar es Salaam kukipiga na wenyeji wao Azam FC majira ya saa 1 kamili usiku. Ikumbukwe kwamba timu hizi zilipokutana katika mzunguko wa kwanza, Azam walichapa Yanga bao 1-0. Je, mambo yatakuwaje leo? Ni swala la subra tu ili muda uzungumze. Hapo jana kocha wa wananchi Yanga Millard Hamdi alizungumza na wanahabari juu ya mchezo huo namna walivyojiandaa. That's I think we prepare very good. Nadhani tumejiandaa vizuri kwa sababu mchezo sio wa benchi la ufundi, bali ni mchezo wa wachezaji na tayari wanalijua hilo. Na kingine nadhani ni utimamu wao wa mwili kwa sababu tulipoteza nguvu zao nyingi katika mchezo wa Tabora vile dhidi ya Coastal Union. Pia Azam walikuwa na mchezo mgumu dhidi ya Singida na walipoteza nguvu nyingi katika mchezo huo. Tunaziheshimu klabu na timu zote, hivyo hongera kwa wanachokifanya klabu ya Azam kwa miaka mingi. Na pia namfahamu kocha, ni kama kaka yangu kwa miaka 15 iliyopita. Hivyo tunawaheshimu sana. Kama tukicheza dakika 90 na kukosa nafasi ya kufunga, hilo litakuwa ni tatizo kubwa sana. Ndiyo, kwenye mchezo wa Coastal Union tulikuwa na nafasi nyingi za kufunga. Pia tulifunga bao 1, lakini sikuchukulia kwamba wachezaji wangu walikuwa na nafasi nyingi za kufunga. Mpira uko hivi. Muda mwingine unaweza kuwa na nafasi 10 za kufunga, lakini bao 1 unajua kabisa litakupa alama zote 3. Azam wana ulinzi mzuri na sisi pia tuna ulinzi na wachezaji wenye uwezo. Hivyo nadhani kitu cha muhimu ni kwamba kama tuna nafasi moja ya kufunga, tunapaswa kuitumia kufunga. Sawasawa kwa golikipa, hana kitu cha kufanya kwa muda wa dakika 90. Kitu anachoweza kufanya ni kuzuia. Natumaini tuna nafasi nyingi za kufunga, lakini sidhani hivyo kwa mchezo wa kesho. So if Yanga lose the first game, for me that's not a big problem because first they lose against one big team. Kama Yanga walipoteza mchezo wa raundi ya kwanza, hilo kwangu sio tatizo kubwa kwa sababu kwanza walipoteza dhidi ya timu kubwa, na cha pili nadhani walihitaji kushinda mchezo huo. Lakini sasa tuna mchezo mwingine wa kucheza kesho na nina hakika wachezaji hawataki kupoteza mara mbili dhidi ya timu ile ile. Nadhani watafanya kila kitu ili wasiweze kupoteza tena huu mchezo hapo kesho. Kwani wachezaji wanajua kuwa huu mchezo ni muhimu na tunapaswa kuona kilichotokea katika mchezo wa mzunguko wa kwanza. Kwani wachezaji wanajua kuwa huu mchezo ni muhimu na tunapaswa kuona kilichotokea katika mchezo wa mzunguko wa kwanza na hata mchezo dhidi ya Tabora. Lakini unaweza kuona wachezaji wanatoa majibu mazuri. Walifanya mchezo kuwa na nguvu dhidi ya Tabora na tukashinda. The first round we lose the second round also the game. So we will know, we will see tomorrow what happened, and inshallah we will win this game tomorrow for the club, for the players and for all the fans. Na sio kwa sababu tulipoteza mchezo mmoja wa mzunguko wa kwanza ndio tutapoteza na mchezo wa mzunguko wa pili. Hivyo tutaona itakapofika kesho. Inshallah tutashinda huu mchezo hapo kesho kwa ajili ya timu, wachezaji na mashabiki wote. And I never see fans like Young African in my life. All the time I speak like that with the players. All the team I work with before, all the big club I work. Sijawahi kuona mashabiki kama wa Young Africans maisha yangu yote. Muda wote naongea hivyo na wachezaji wangu. Timu ambazo nimepitia kabla ya Young Africans zimekuwa na mashabiki wengi, lakini sio kama mashabiki wa Young Africans. Nimeshangazwa sana, kila mechi tunazocheza ndani au nje ya nchi zote ni kama tupo nyumbani. Hivyo nina uhakika mashabiki watajitokeza kwa wingi katika mchezo wa kesho ili kuhamasisha timu na kuwapa nguvu wachezaji. Wachezaji pia wanapaswa kuwa na hamasa. Hivyo niseme asante kwa mashabiki na ninatumaini watajitokeza kwa wingi katika mchezo wa kesho. So thank you very much for the help of the fans, and I am very sure that tomorrow they will come with a large number. Je, mambo yataendelea kuwa hivi au yatabadilika? Mimi na wewe hatujui. Bado kuna michezo ya kutosha kwa kila timu na mchezaji kupata mafanikio. Lolote linaweza kutokea muda wowote. Naitwa Jessica Bitus, mpaka wakati mwingine.